Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, mambo mahali pote ulipo, kwangu nipo sawa kabisa, nipo safi. Namshukuru Mungu kwa neema ambayo amenipatia hii ya kipekee kuwa miongoni mwa walio hai. Namshukuru pia Mungu kwa hiyo neema ya kipekee ambayo amekutolea pia. Uko miongoni mwa walio hai ni jambo la kumsifu. Wapo wengi ambao wamefariki, lakini Mungu bado anaendelea kukulinda. Ndio maana una uwezo wa kusoma hata somo hili. Karibuni kwenye kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato. Tuko kwenye robo ya kwanza mwaka 2025. Hata kama tuko kwa mwisho ambao inazungumzia upendo na haki, somo la 13 linazungumzia upendo ni utimilifu wa sheria. Ndio, upendo ni utimilifu wa sheria. Sijui umewahi kujiuliza, lakini hivyo ndivyo ilivyo. Na kukumbusha pia tu kuandaa sadaka yako ya Sabato ya 13 inayosaidia kuhubiri katika maeneo mapya. Andaa pia pesa yako ya brochure, na kwa neema ya Mungu mafundisho yote ambayo tumesoma katika robo hii ya kwanza tuiweke maanani. Tunapojiandaa kuingia kwenye robo ya pili, tuwe tayari tumejifunza na kuishi mafundisho ya robo ya kwanza. Mojawapo mafundisho ambayo nakuletea ni upendo ni utimilifu wa sheria. Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, uhusiano kati ya upendo na sheria hauwezi kusisitizwa kupita kiasi. Kwa hakika, kwa mjibu wa maandiko, kupenda ni kutimiza sheria. Ndio maana katika Warumi sura ya 13:8-10 Paulo anafundisha kwamba ampendaye mwenzake ameitimiza nini? Sheria. Kwa maneno mengine, ukikataa kumpenda mtu umekataa, umevunja nini? Sheria. Baada ya kuorodhesha amri nyingi kati ya zile 6 za mwisho katika amri 10, Paulo anasema wazi kwamba inajumlishwa katika neno hili ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Na hivi kila mara nipima kuangalia, anasema angalia na ikuwa pembeni yako. Je, unampenda kwa kweli jinsi unavyojipenda? Angalia wale wanaokuwa kwenye album yako ya picha. Je, unawapenda jinsi unavyojipenda? Wale marafiki zako wa kwenye mitandao ya kijamii, je, unawapenda jinsi unavyojipenda kweli? Nukta ya kuuliza. Ikiwa huwapendi jinsi unavyojipenda, hujaweza sheria. Ndakualika leo tuende polepole. Soma kwenye Injili ya Yesu Kristo jinsi ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo 13 hadi 14, na mambo makuu ya sheria ni yapi? Na pia soma Kumbukumbu la Torati 5:12-15 na Isaya 58:13-14, na aya hizi zinaonyeshaje uhusiano kati ya sheria, hasa amri ya Sabato, na kujali kwa Mungu, haki na ukombozi. Karibuni. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, Yesu anataja mambo makuu ya sheria ya kuwa ni haki na rehema na imani. Hivi vitu vitatu. Kwa hivyo unapomtendea mwingine haki, haki maana yake unamtendea kile ambacho unaweza kupenda wakutendee, sio kuwa na udhalimu, okay? Na unamuonea huruma yule ambaye yuko kwenye uhitaji wote, na kuonyesha imani. Hapo utakuwa umefanya kile ambacho Mungu anataka. Yale ndiyo mambo makuu ya nini? Ya sheria. Unaweza kushika Sabato lakini humuonee mtu huruma, huwatendee watu haki, haonyeshe imani. Hapo umekauka kabisa. Yesu anaendelea kuonyesha uhusiano ambao uko kati ya Sabato na ukombozi wetu. Katika kile kitabu kia Kumbukumbu la Torati 5:12-15, sio tu Sabato inatukumbusha uumbaji, inatukumbusha pia kwamba tumekombolewa. Kwa hivyo wanaoshika Sabato ama wanaoalikwa kushika amri 10 za Mungu ni wale ambao sio kwamba wanataka waokolewe, lakini wameokolewa tayari. Unaweza kuambia rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji kwamba hatushiki sheria ili tukombolewe, tunaishika kwa sababu tayari tumekombolewa. Na hii siku ya Sabato ingalikuwa ni siku ya kutenda mema. Sabato si tu kumbukumbu ya uumbaji, bali pia ni kumbukumbu ya ukombozi kutoka katika utumwa wa ukandamizaji, utumwa wa dhambi. Na katika mkatadha wa kuacha anasa yako mwenyewe na kuita Sabato siku ya furaha kwa kujifurahisha katika Bwana kwenye Isaya 58:13-14, mkazo uko katika matendo ya upendo, matendo ya haki kwa wengine, kwa watu wanaotuzunguka, kuwatendea mema, kuwalisha wenye njaa, kuwapa makao wasio na makao. Sijui mara ngapi unawatendea watu hivyo. Kuna mara nyingi haujazini, haujaiba, lakini wale ambao wako pembeni yako, je, umewafanyizia mema? Umewatendea haki? Umewaonyesha huruma? Kwa kuzingatia mafundisho haya yote na mengine mengi, wale wanaotaka kutimiza sheria kwa njia ya upendo wanapaswa kuhangaikia sio tu dhambi za kutenda, bali pia dhambi za kutotenda mema. Upendo kama utimilifu wa sheria
hauhusishi tu kushika sheria katika maana ya kujiepusha na dhambi, bali pia unajumuisha kutenda mema kwa bidii, kutenda matendo ya upendo yanayozidisha kwa uaminifu, haki na rehema. Kuwa mwaminifu kwa Mungu ni zaidi ya kutokiuka kile sheria inachosema. Ndio, hujaiba, hujazini, hujavunja sabato, lakini je, unawatendea watu mema? Ndio, umeveiller de telle sorte que usizini. Je, unajifunza mara unaveiller de telle sorte que uwatendee watu mema? Mara ngapi umewapendeza, umewafanyizia haki, yaliyo haki wale wanaokuzunguka? Mungu akusaidie na anisaidie pia. Tuelewe upendo ndio utimilifu wa sheria. Tuonyeshe watu upendo, tukiwatendea mema, tukiwatendea haki, tukiwaonyesha imani. Mungu akubariki. Asante Yesu kwa somo hili. Asante kwa nimekufa kwa ajili yetu. Tufunze kuwatendea watu mema katika jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu, usikose kusubscribe, like na kushare.